na mshangao mkubwa sana. Kwa nini na watu nyingi inaniletea message kwa nini hasa tumefanya hizi mashambulizi za BOT. Leo nimepiga simu BOT wakati nipo UK, lakini wamepokea simu baada ya kujitambulisha, wakakata simu. Nikawapigia pale kwa namba nyingine, imeingia namba ya Tanzania ikapokea. So mpaka jina yangu anajua, kusema huyu mjamaa wakawe kata hata hutaki masimu zake. Lakini nilitaka kuwapa taarifa muhimu. Saka sababu tu wamekuwa wamekataa nisikiliza ndugu yangu, na kuomba kwa makini sana isikilize hii taarifa ambayo naitoa sasa hivi, ili tufahamu ni jinsi gani wewe nchi ya Tanzania uko kwa kudhalilishwa na kuteswa na watu wachache, na nini ufanye ili ukomboe nchi yako. Hiyo mateso na mimaradhi na ile umaskini uko nayo haitokani na Mwenyezi Mungu peke zake. Mwenyezi Mungu ni mwema na anapenda vitu vilikuwa vyema. Sikiliza hii taarifa kwa ufupi, kwa sababu naamini labda tu ukisikia hii taarifa kwa ufupi utaweza kuhamasika juu ya maandamano zetu ambayo tunafanya. Sikiliza hii taarifa. Kutoka mwaka 2005, wakati Commander in Chief Armed Force ambaye ni rais ya Tanzania alikuwa anajulikana kwa jina yake Jakaya Mrisho Kikwete. Amekaa kwa power kwa miaka 10 kutoka 2025 mpaka 2015. Naomba 2005 mpaka 2015. Yeah. Naomba usikilize hizi mambo manne ambayo imefanyika hata matajiri za dunia imewashitua. Kikwete amefanya nchi yetu ikuwe na umaskini ambayo hakuna mtu anayeweza kuelezea kwa lugha nyepesi. Amefanya kwa njia zifuatazo. Kikwete mwaka 2006, zaidi ya pesa ya kitanzania ya Kiamerika dola milioni 133. Dola milioni 133 Kikwete alidili na benki ya BOT, na nyaraka hiyo tuko nayo kwa sababu ya kuingilia kwa mifumo. Amefanya malipo ilikuwa inaitwa EPA, ambayo baada yake ni External Payment Errors. Hii ilikuwa ni utapeli mkubwa kwa historia ya mahamisho ya fedha kwa Afrika Mashariki nzima. Kwa miaka 10 haijawahi kufanyika uwizi kama huu kwa mujibu ya rekodi za kifedha za dunia, na rekodi ambayo mpaka sasa ipo BOT. Ndugu yangu Mtanzania, na kuomba leo kabla hujakuwa umelala, kasome kitu kaandike report ambayo imeandikwa External Payment Errors EPA Scam. Hii 133 billion, wakati miaka ya 2006 ni kipindi ambayo umaskini yetu kwa Tanzania ilikuwa kubwa sana. Amehamisha pesa hii kupitia majambazi wenzake ambayo anafanya kazi nazo ziko BOT, Bank of Tanzania. Account iliyotumika kutoa pesa hii ni account ya EPA ambayo BOT inaifahamu. Na wamesema kwa mujibu wa account hii iliyotoa hii hela wakati Kikwete ni rais, wamesema wamelipa kwa makampuni mandogo 22. Na waomba ndugu zangu mkasome hizi mambo mabaya ambazo hawa majamaa wamezifanyia, na kwa nini wako tayari kuua lakini asitoke, kwa sababu hizi nyaraka zote tuko nazo kwa mkono. Sasa unaweza kujiuliza, ni kweli mjamaa kama Kikwete atakubali kabisa kuachia kwa serikali kwa amani? Sasa kama hiyo ni ndogo, bilioni 133 ambayo imesajiliwa kwa account ya EPA, ninaomba peke zenu, Mungu akikuwa anawapa manguvu mkasome, kwa sababu hii ni taarifa ambayo utaikuta. Hii ni wizi ambayo kwa wakati huo wa 2006
Pesa kama hii haijawahi kutoka kwa Afrika Mashariki nzima. Kwa sababu tu huyu mjamaa ana roho sana ya kidunia na hamjui Mungu zake, akaja akafanya wizi nyingine mkubwa kupita mastori ambayo umefanyika juu ya ujenzi wa kitu inaitwa Twin Tower. Kulikuwa na majumba mawili yamefanana ya Twin Tower. Hii ndugu zangu, moja kwa moja kwa mara ya pili nyingine, Bank of Tanzania. Subiri Abil, wekeni kopa basi, watafunga. Okay, endelea. Unaweza ukaendelea Abil. Ndugu zangu, baada ya bilioni 133 hile, kwa sababu tu hii ni mtu ya kidunia, akaingia kwa mpango ya kujenga ofisi kubwa, makao makuu ya BOT. Akashirikiana tena na majamaa zile wakajenga ofisi ile kubwa ya BOT kwa Tanzania shillings bilioni 221. Zile nyumba naona zimejengwa kwa bilioni 221, jambo ambayo kwa mujibu wa wataalamu, nina ripoti ya wataalamu ya ujenzi ambayo wanashughulika na majenzi ya manchi kama Singapore, China na Dubai, wanasema hata bilioni 100 haiwezi, hata bilioni 70 ya Tanzania ni nyingi kwa zile majengo, kwa mujibu ya quality yake, wapi lipo na vipi imefanyika. Sasa ndugu zangu, tuko na document ambazo zimesainiwa na procurement officer. Maana yake ni afisa wa manunuzi ya mavifaa. Kama wewe peke zako utaona hii bilioni 221 baada ya hapo imekwenda wapi, unaweza ukalia. Ni bora hata ingekuwa imekwenda kwa matumizi ya nyumba zake kujenga. Hizi pesa, naomba mnisamehe sana kwa kauli hii natoa, walitumiwa watu mpaka wanawake malaya ambazo ye peke zake alikuwa ni na mahusiano nayo karaha zake. Na ushahidi hiyo tupo nayo, tupo na document za procurement officer, na nimeshawatajia mpaka account number ambayo ilitumika. Okay, nazo kaendelea Abi. Hiyo ni utapeli kubwa namba 2 ambayo imefanyika. Mimi kazi naona kuombeni ndugu zangu ya Tanzania, hii taarifa ambayo nawapa, msikuwe mnashika maneno zangu peke yangu. Nendeni kasomeni Twin Tower ya BOT imejengwa kwa hela ngapi. Utakuta ni bilioni 221. Na bado hii pia ni wakati yake yeye Kikwete. Ikaja bado scandal nyingine kubwa sana, inaitwa Richmond Energy Scandal. Hii ilikuwa ni jambo ambayo hata wale wa China peke zake na zile makampuni nafanya nayo iliweza kulia baada ya kuona maisha ya Watanzania. Baada ya kufanyika wizi hii inotokana na kampuni ya Richmond ambayo ilikuwa imesajiliwa Marekani. Na hawa jamaa tuko na dokumenti zake. Baada ya kutokezea mambo sama ugomvi ambazo tunawashukuru Mungu, vile majamaa kama kina Mheshimiwa Tundu Lissu na wenzake wakajaribu kuongea sana na kutaka hii jambo ichunguze, akachaguliwa mjamaa anaitwa, kama akapewa mwenyekiti ya kuweza kuchunguza hizi mawizi, anaitwa Harrison Mwakyembe. Na huyu mjamaa kwa wakati huo alikuwa mtu wa Mungu sana. Peke zake akanusurika kuuliwa kwa sababu ya hii Richmond Energy. Imagine, ikiwa hawa wa watu wako tayari kuua watu zao peke zao kwa sababu ya pesa, watashindwa kuua Mtanzania ambaye mkulima, ambaye hana mtetezi, ambaye hana familia, hana uwezo ya lawyer. Hawaogopi. Hawa wajamaa kuua peke zao ni jambo ambayo ni njia peke zake wanatumia kutatua mashida zao. Wakataka kuondoka
na mwenyekiti anaitwa Harrison Mwakyembe, kwa sababu tu ya hii issue ambayo iko hii mawizi ambayo yamefanyika ya Richmond Energy Scandal. Ninaomba mkasome wizi ambayo baada ya kufanyika pesa hizi, kama kuna mji sitautaja sasa hapa Sweden, kuna bwana Edward Lowassa anamiliki apartments ambazo hile wazungu matajiri hawana uwezo nayo. Anamiliki tower zina ma apartments ambayo familia yake hivi tunaongea inakodisha mpaka wazungu, kwa sababu ya pesa ambayo imetokana na ile Mtanzania maskini, Mtanzania ambaye mkulima, Mtanzania ambaye yule ndio jana umeona kapigwa kwa risasi ya inchi 9 kwa sababu hawezi kufa. Imetumika sasa ile kujenga ma apartment nchi ya Sweden, na ziko hapo na wanakodisha peke zao. Watoto zake Lowassa inakodisha mpaka wazungu wanategemea wao kwa manyumba hizo wanamiliki. Jambo ambayo hii kashfa ambayo ikapelekea Edward Lowassa aweze kujiuzulu. Na kujiuzulu kwake kitaalamu ama kiintelijensia ilikuwa ni jambo ambayo Kikwete kataka kujilinda peke zake, kwa sababu kujiuzulu haitoshi. Ikiwa wewe iko shahidi na ni mwizi, huyu mjamaa alitakiwa apeleke mahakamani. Ilitakiwa government ya Tanzania iweze kuuza ma apartments zake ambazo ziko Sweden, waturejeshe pesa zetu, watoto ipate maskuli, ipate maji. Lakini hii jambo walijaribu kuwafumba macho watu, wasikuwe na kujua nini inaendelea. Hiyo ni kashfa ya 3. Ya 4, hii yote ni wakati ya Kikwete. Ya 4, kuna skendo mbaya na kubwa sana imetokea, inaitwa Tegeta Escrow Scandal. Ndugu yangu, Tegeta Escrow imeibiwa mamia ya mamilioni ya madola. Sizungumzima story ya Tanzania shillings, ni hundreds of millions of dollars zimeibiwa kwa sababu ya mpango ya Tegeta Escrow Scandal. Na hizi mapesa zote hazijaweza kuibiwa kwamba mtu katoa. Wanashirikiana kikamilifu. BOT ndio mtu namba 1 ambaye imeshiriki kikamilifu kwa makusudi mazima kufanyika huwizi, ili kwa sababu tu raia za kawaida ziweze kuteseka. Kwa sababu raia za kawaida ziweze kuteseka, hii jamaa kwa makusudi zao mazima wakakubali kufanya hivi. Jambo ambayo ikaja ikainuka kwa majuu, ikapelekea bwana Attorney General Frederick Werema, wakati hizo alikuwa ni waziri ya mambo ya ma-energy, alikuwa ni Sospeter Muhongo na pamoja na waziri Ena Tibaijuka, ikapelekea hawa majamaa wa fall down. Tukizangu, kama ikichokezea masiku ambayo mtu yote ya BOT kwa wakati hiyo, ama hii nyaraka ambazo tuko nazo tukazeka wazi na kwa ushahidi ya kweli kabisa kuhusiana na jambo ya Tegeta Escrow, na waapia kabisa hakuna maviongozi hawa walihusika mtakubali kuwaona kwa barabara bila ya kuwaua. Hawa watu wamerejesha nchi yetu nyuma kwa miaka 100. Inahitaji miaka 100 tena kama kurudi pale ambapo hii Tegeta Escrow, hundreds of millions of dollars, ni dola ya Kimarekani kwa mamilioni ya mamia, imeibiwa. Watu wametumia na wanaishi kwa raha zao, wakati mimi na wewe sasa tunateseka. Na hii sababu tu tunaamua kusema wanatukua kwa tayari kutupiga marisasi. Sasa ndugu yangu, hii generation tumekuja kwa mipango mingine. Tutaparalyze serikali na tutatoa kila mambo za madudu zile zimefanyika kwa nchi yetu, kwa sababu tu tuweze kuwafunua macho wale watu ambayo hawako na ufahamu sahihi juu ya nini inaendelea. Watu ambayo mpaka leo wanahisi kwa sababu tu sisi tunachukia Samia kwa sababu ni Muislamu.